Online TV. Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu ambaye anashtakiwa kwa kosa la uhaini, na hapa hii ni mahakama ya mpito tu kwa sababu haina mamlaka ya kusikiliza kesi. Kesi hii inatakiwa isikilizwe na mahakama kuu. Kwa hiyo hapa ni katika ule uchunguzi wa awali. Leo siku imefika, ilikuwa ni katika kesi la kosa la pili zamani, katika kesi inayohusiana na uchapishaji wa taarifa za uongo katika mitandao. Sasa mahakama hii ndio ambayo ina mamlaka ya kusikiliza kesi hii. Sasa katika kesi hii leo baada ya kesi kuanza, tukitegemea kwamba tunaanza kupokea ushahidi kutoka upande wa mashtaka. Upande wa mawakili wa upande wa mashtaka walisimama na kusema kwamba kuna maombi madogo ambayo wamewasilisha katika mahakama hii, ni maombi ya upande mmoja ambayo yanatakiwa kusikilizwa wa mwombaji na mbele ya mahakama bila upande wa pili kuwepo, yani upande wa mshtakiwa kuwepo. Maombi hayo yanaomba kwamba majina ya mashahidi na nyaraka ambazo wanataka kuzitumia zifanye kwa uficho au kwa faraga kwa usiri, kwamba bila upande wa mshtakiwa kuweza kuwafahamu mashahidi hao ni akina nani na nyaraka hizo ni zipi. Na kwa maana hiyo ni kwamba kuna hayo maombi yameshawasilishwa hapa mahakamani, namba ya kesi ilitajwa, lakini si upande wa utetezi hatujapewa hizo nyaraka za maombi hayo. Kwa hiyo tulichosimama ilikuwa ni kwamba hii inakiuka msingi mzima wa haki ya mtu kusikilizwa. Anayeshtakiwa na haki ya kuweza kumjua yule ambaye anamshtaki na kuweza kuwajua wale mashahidi na kuweza kuwahoji ili mwisho wa siku haki itendeke. Lakini kunacho kifungu cha 188 katika sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai ambacho kinaruhusu upande wa jamhuri kuweza kuwasilisha maombi hayo. Sasa tulikuwa tunawasilisha kwamba kutokana kwamba haki za mteja wetu kuwa hatarini, ni vyema hicho kifungu ikapelekwa mahakama hii ikakipeleka ikaona kama kuna hoja ya ukatiba au kuna swala la katiba ambalo linatakiwa lipate tafsiri ya mahakama kuu ambayo ni mahakama ya katiba hapa nchini. Sasa baada ya kutusikiliza, hakimu Muhini ameamua kwamba yeye anakubaliana na upande wa serikali kuomba kuahirishwa kusikilizwa kwa kesi hii ili yale maombi madogo ambayo yamewasilisha mahakamani yasikilizwe, na baada ya hapo sasa tukutane tarehe 16 ya mwezi wa 6 ili kesi iweze kuendelea kusikilizwa. Sasa kama yale maombi madogo yatakuwa yamekubaliwa, maana yake ni kwamba mashahidi wa upande wa jamhuri watatokea mahakamani bila kuonekana. Yaani tutajua ni nani, pengine unaweza kutajua tu nani, kwamba kuna shahidi unasikia sauti yake inakuja, jina lake hatujui, sura yake hatuijui, hata nyaraka ambazo anazitegemea huenda hatuzijui. Sasa sisi kama mawakili wa utetezi bado tunatakiwa kukaa na kuangalia hatua gani tufanye kutokana na mazingira hayo, au kwamba ni kipindi hiki kabla ya siku hiyo au siku hii ambako kesi itakuwa imeitwa kusikilizwa. Kwa hiyo nadhani kuna hoja nyingi sana za kikatiba na hoja za usalama au haki za mteja wetu ambazo nafikiri kwamba ziko hatarini, na siku hiyo basi tutaweza kuiambia mahakama ni kitu gani tumefanya au kitu gani tunataka tufanye, na vinginevyo kama tukikubali kuendelea basi tuendelea katika mazingira hayo, kwamba hatuna maana serikali inasema wana mashahidi 15. Sasa leo maana yake inaelekea wote 15 watafichwa. Sasa tutaweza kujua hatari ambayo itajitokeza. Sisi tunaona kwamba kuna shida ya katiba ya hicho kifungu, lakini mwisho wa siku yote yatafahamika kama tutakwenda mahakama kuu kuweza kupata tafsiri au kama tutaendelea na mfumo huu tutaamua baadaye. Kwa hiyo kwa leo siwezi kusema kwamba itakuwa ni mapema sana, kwa sababu kama jopo la mawakili wa utetezi ambao tuko 30 hatujakaa kuweza kutoa msimamo wa pamoja. Asanteni. KM Online TV.